ya mambo ya watu kuuza kidney Kenya hii, kwa sababu tumeona katika vyombo vya habari kwamba watu kule Rift Valley wanauza kidney, walikuwa wanauza kidney Medihill Hospital, na ni makosa sana kama tumefika mahali watu wanaweza uza kidney ndio waweze kusurvive. Na hiyo hospitali ambayo ilikuwa inafanya hii mambo ya biashara ya kidney, trafficking body organs, hiyo hospitali inafaa ifungwe kabisa, hospitali ya Medihill, kwa sababu ya kuhusika katika biashara ya viungo vya mwili ya binadamu. Ni kinyume cha sheria na ni hatia na ni tabu kufanya biashara ya mwili wa binadamu. Kwa hivyo hiyo hospitali ya Medihill Hospital ambayo kule Rift Valley tumeona katika vyombo vya habari imekuwa ikihusika katika hii biashara, inafaa hiyo hospitali ifungwe kabisa mara moja. Adan Duale ambaye ni CS inafaa afunge hiyo hospitali, sio tu kususpend services ya kidney hapo vile amefanya. Inafaa hiyo hospitali ifungwe. Na mimi nashangaa sana kama Mkenya, mimi ambaye nimesema niko katika upinzani na nitaendelea kuwa katika upinzani, ninashangaa kwa sababu watu wengine uniambia kuja uunge serikali mkono, kuja uunge serikali mkono, na mimi wakataza. Sasa kama wale ambao wanaunga serikali mkono, wale ambao walichagua hii serikali na wanaiunga mkono na wanasema 10 bila break, inabidi wauze kidney ndio waweze kusurvive katika hii uchumi yetu. Kama hao watu wa serikali wanauza kidney, wafuasi wa serikali wanauza kidney ndio waweze kuweka chakula kwa meza, sasa mimi ambao niko kwa upinzani nitafanya nini? Yaani hali ya uchumi ya Kenya imekuwa ngumu mpaka watu wanauza kidney ndio waweze kusurvive. Tuko katika hali mbaya, uchumi yetu imeporomoka mpaka watu inabidi vijana wadogo waweze kudanganywa kupeana kidney zao wapewe pesa. Kama watu wako kwa serikali wanauza kidney ndio wasurvive, sisi ambao tuko kwa opposition tutafanya nini sasa? Jambo langu la pili, mimi nataka kuongelea mambo ya Matiang'i, kwa sababu tunaelekea 2027 na Matiang'i Fred ameingia Kenya na yuko Kenya, na Wakenya wengi wanampigia upato ya yeye kuwa rais wa Kenya ifikapo 2027. Hatusemi kwamba tumeshaamua ni Matiang'i, kwa sababu tunajua we have a pool of candidates. We have a pool of candidates. We have Kalonzo, we have Matiang'i, we have Maraga, we have several candidates. We have even Okiya Omtatah, we have Professor Fred Ogolla, we have very many candidates. But out of all these candidates, tutakuwa na mmoja, the best among the best, na hao wengine wote watamunga mkono. Na Matiang'i tuliona ile kazi ambayo alifanya akiwa waziri. Matiang'i ni mtendakazi. Kama yeye pia anaweza simama, inaweza kuwa vizuri, kwa sababu Matiang'i ndiye alimigrate Kenya kutoka kwa analog kuingia kwa digital. Matiang'i ndio alimake sure kwamba hii nchi watu wametoka kwa analog wameingia kwa digital. That is why leo hii vijana wengi Kenya hii wanafanya kazi online. Vijana wengi kuna vitu wanafanya online na inawapatia mapato. Kuna hizi digital news mingi kwa sababu ya nani? Ya Matiang'i. Matiang'i alipoingia katika wizara ya elimu, tuliona ile kazi alifanya. Ilikuwa ngumu sana Kenya hii mambo ya wizi wa mtihani, kwa sababu kuna magenge ya majambazi ambayo yalikuwa yanatekeleza wizi wa mtihani Kenya hii, na hayo magenge yalikuwa very dangerous.
na ilikuwa amekita mizizi katika wizara ya elimu, mizizi ya kuiba wizi wa mtihani. Matiang'i alipoingia akasema itaisha, lazima atamaliza wizi wa mtihani, na akafanya hivyo. Tukaona mabadiliko, tukaona mtoto anapata ile marks ambayo ni uwezo wake. Tukaona Matiang'i alipoingia kwa wizara ya interior, tukaona ile kazi Matiang'i alifanya, kazi ya bandits, kazi ya terrorist na vitu zingine mingi. Kwa hivyo kama Matiang'i pia anaweza kuwa candidate wetu hii pande ya upinzani, japo tutaelewana, tuko na makandidati wengi, tutaelewana tutoe mmoja. Na pia kama atakuwa ni Matiang'i pia itakuwa vizuri. Wakenya wanaweza kumpa kura ili aendelee afanye kazi ya kubadilisha Kenya, abadilishe uchumi wa Kenya, na achukue wale watu ambao ni wezi aweke ndani. Kwa hivyo tunataka kuambia kwamba ile kitu tunajua, tunaweza kuwa hatujui ni nani atakuwa rais. Kwa candidates wote hatujui ni nani atakuwa rais. But ile kitu tuko na hakika 100%, ile kitu tuko na hakika 100% ni kwamba Ruto lazima ataenda nyumbani. Hiyo hata haina debate. Hiyo hata tuwezi jadili. Hiyo it is very obvious, it is straightforward that Ruto will go home. What we don't know is who will be the next president. But what we know is that Ruto will go home. That one we are 100% sure, 110% sure that Ruto will go. Although we don't know the next president. But hiyo sio muhimu sana. Ile kitu tunasema, hii Kenya mahali tuko saa hii, nchi yetu iko mbaya kiuchumi, nchi imeporomoka, watu wamepoteza kazi, watu hawana kazi, na tunajua kwamba wamepanga tena katika hii finance bill wanataka kuongeza ushuru. Wanaleta ushuru unaitwa expert ambaye anaitwa John Mbadi, ambaye tuliambiwa ni expert wa ODM, asaidie kufufua uchumi wa Kenya, asaidie Ruto. Expert analeta ushuru mpya. Ushuru ya kwanza analeta mpya inaitwa neonatal tax. Yani tax kwa products newborn babies. Yani mpaka serikali inachukia watoto ambao wanazaliwa. Inataka kuweka ushuru kwa newborn babies products. Kama ni diaper, kama ni nini, newborn baby products zinaenda kupigwa tax. Inaitwa neonatal tax na inawekwa na expert wa ODM. Taxi ingine ambayo ODM expert anaenda kutuwekea ni taxi inaitwa foreign remittance tax. Foreign remittance tax, kama ndugu yako ako Dubai anakutumia shilingi 1,000, serikali inakata ushuru hapo. Kama ndugu yako ako UK anakutumia shilingi 2,000, serikali inakata ushuru hapo. Taxi ingine ambayo ODM expert John Mbadi anatuletea, taxi ingine ni taxi ambayo inaitwa mazingira tax or environment tax. Kwa vitu zote itawekwa environment tax, mazingira tax. Taxi ingine ambayo ODM expert ametuletea ni taxi inaitwa, ameongeza pay as you earn from 35% to 37.7%. Yani hii pay slip ambayo watu wako nayo, ODM expert John Mbadi na Ruto hawajatosheka kwamba saa hizi mshahara ya watu nusu inaenda kwa taxes. Hawajatosheka, wanaongeza tena iende mpaka 37% kwa wale watu wako na payslip. Taxi ingine ambayo wanatuletea ni taxi inaitwa agriculture tax. On all agricultural products, ukipeleka nyanya kwa soko, hizo nyanya mapato yake ili umeuza utapeana 5% kwa serikali.
ukipeleka kitunguu kwa soko, hiyo kitunguu mapato yake ile umepata utapeana 5% kwa serikali. Ule Muluya yako huko Vihiga ameenda kuuza kuku moja kwa soko ili apeleke mtoto hospitali. Hiyo kuku ukiuza 800, 5% itakuwa ya John Mbadi na Ruto. Experts taxes zimewekwa na tulikuwa nafikiri kwamba ati John Mbadi yeye anaenda pale kutengeneza uchumi yetu. Tulikuwa nafikiria expert John Mbadi ameenda pale ili kunusuru wa Kenya kutoka kwa mzigo ya taxes. Kumbe yeye ndiye ameenda pale kusaidia Ruto kuangamiza wa Kenya kabisa. Ukisoma hiyo finance bill ambayo inakuja ni mbaya kushinda ile ambayo ilikuwa ya 2024. Ni finance bill ile tunaita draconian finance bill ya kuangamiza wa Kenya, ya kufinya wa Kenya kabisa. Na tunaona hizi taxes zinaongezwa na bado pesa wanakopa. Saa hizi wamekopa 77 billion. Wamekopa 77 billion kuongeza kwa ile madeni tuko nayo. Na hii madeni tuko nayo imefika 11 trillion Kenya shillings. 11 trillion. Na bado wanaendelea kukopa. Wanaokota ushuru tangu President Ruto achukua uongozi kwa miaka 2. Ile ushuru ameokota Kenya hii imepita 7 trillion. 7 trillion. Ile pesa Ruto ameokota Kenya hii. Hii 7 trillion yote imefanya nini? Na President Ruto tena amekopa, tena amekopa, tena amekopa. Mwaka wa 2014 Kimani Ichung'wah alipitisha mswada katika bunge, alisukuma mswada wa kuamend kitu inaitwa Public Finance Management Act ili kuondoa ceiling ya debts, ili kuondoa ceiling kwa kukopa. Uhuru akakopa, Uhuru akakopa, Uhuru akakopa, na hizo pesa zote Uhuru alikopa hatujui zilifanya nini. Over 6 trillion ambazo Uhuru alikopa. Haya, Ruto ameingia, Ruto akatuambia atatoa Kenya kwa madeni. Nitatoa Kenya kwa madeni, nitatoa Kenya kwa madeni. Ruto ndio huyo anakopa, anaongeza ushuru. Anakopa, anatuongeza ushuru. Anakopa, anatuongeza ushuru. Na hizi pesa zote hatuoni ile kitu zinafanya. Hatuoni Ruto akijenga factories, hatuoni investments, hatuoni improvement katika education, hatuoni improvement katika health, hatuoni improvement katika agriculture, hatuoni mabadiliko yoyote kutokana na hizi pesa ambazo Ruto anaokota. Na hatuoni mabadiliko yoyote kutokana na ile madeni Ruto anaendelea kukopa. So ile kitu mimi nasema, nikimaliza, nasema kwamba hii serikali Dr. William Samoei Ruto ameshindwa. Kazi yake ni kupanda gari kila siku na kutukumbusha yeye sio mwendazimu. Kila siku anatuambia I'm not a madman, I am not a madman, I am not a madman. Jana alisema I'm not a madman. Kesho atatukumbusha is not a madman. Kesho kutu atatukumbusha is not a madman. Why does President Ruto suspect himself? Why does President Ruto suspect himself? Kwa hivyo mimi namaliza kwa kusema hivi kwamba 2027 tunaomba 2027 ifike haraka ili hii serikali tuifungishe virago iende nyumbani kwa kushindwa, kwa sababu sekta zote zimeanguka. Sekta ya elimu, it is for the first time in our history watoto wana drop kutoka kwa university. Ilikuwa inafanyika wakati wa Moi, sasa inafanyika tena. Kibaki akaja akarekebisha. Saa hizi tumerudi nyakati za zamani, watoto wana drop kutoka kwa university. Saa hizi sekta ya afya wameleta kitu inaitwa SHA. SHA ambayo kwa watu 10 unaweza pata imesaidia mtu mmoja. Yaani imekuwa kama betting, kama aviator. Hii SHA inafaa CS wa health Adan Duale
aitishe health conference pale Bomas, aitishe health conference, alete stakeholders wote kwa hiyo conference, stakeholders wote, medical practitioners, KMPDU, madaktari na stakeholders wote kwa health waende Bomas. Wakifika Bomas, to identify challenges za SHA. Tukisha identify challenges, to identify solutions. Tukisha identify solutions, kamati itengenezwe. Hiyo kamati ikuwe kwa Ministry of Health. Hiyo kamati iweze kuimplement solutions za kutengeneza SHA. Lakini hawezi fanya hivyo, kazi yao ni deny. Mimi nasema hii serikali imefail. Angalia katika agriculture, we are a net food importer. We have the largest arable land in Kenya, but tuna import chakula, tuna import vyakula, tuna import mchele, tuna import nini, kila kitu, because we have failed. Na US imetuwekea tariffs, 10% tariffs on all Kenyan exports going into the US market, zitapigwa 10% tariff. Na hapo awali tulikuwa tuna export vitu zetu to US duty free under the African Growth Opportunity Act. African Growth Opportunity Act, AGOA. Vitu zetu zilikuwa zinaenda US duty free. Sasa hizi zimewekewa 10% tarifu. Na kwa sababu sisi tunapiga vitu za US zikija hapa Kenya, tunazipiga 10% tarifu. CS wa trade wa Kenya inafaa anzisha mazungumzo na counterpart wake in the US, ili sisi tuondoe hii tarifu ya 10% kwa bidhaa ambazo zinatoka Marekani, na US tunegotiate na hao waondoe 10% kwa bidhaa zetu, kwa sababu US is our second largest market in the world. Bidhaa zetu ambazo zinatoka Kenya, our second largest export market in the world is US. Kama bidhaa zetu zitafika US zikuwa expensive kwa sababu ya tarifu ambayo imewekwa, then tutapoteza hiyo market. Mimi namaliza kusema President Ruto ametufail. Ile matarajio wa Kenya kila mara anaendelea kuahirisha, anatuambia I will embarrass my enemies, I will embarrass pessimists. Ikifika next year anaahirisha tena, anatuambia I will embarrass pessimists. Ikienda mwaka ingine anaahirisha, anatuambia I will embarrass pessimists. Hakuna kitu President Ruto atafanya. We have an incompetent government, we have incompetent CS, this government is a club of incompetent people, and it will not help Kenyans. Thank you so much and God bless you.